Wakati wengi barani Afrika, hasa mashabiki wa muziki wa Bongo Flava, wakiendelea kujiuliza ni kwa nini msanii mkubwa kama Diamond Platnumz hajawahi kuteuliwa wala kushinda tuzo za Grammy. Kuna mfano mwingine mkubwa zaidi kutoka Marekani unaozidi kuonyesha kuwa umaarufu pekee si kigezo cha ushindi kwenye tuzo hizo. Ni Travis Scott, mmoja wa wanamuziki wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani kwa sasa. Star wa hip hop ambaye amevunja rekodi nyingi kwenye chati za muziki, ana mashabiki mamilioni na show zake zinajulikana kwa energy ya kipekee. Hadi wakati mwingine ardhi hupiga tetemeko kutokana na kelele na shangwe za mashabiki. Travis amekuwa akifanya vizuri kwenye mauzo ya album, streams na hata kwenye mitandao ya kijamii. Album kama Astroworld zimepata mafanikio makubwa kimataifa, huku nyimbo kama Single Mood zikifikia records za Billboard Hot 100. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo makubwa na uteuzi kadhaa, bado hajawahi kushinda hata tuzo moja ya Grammy, jambo ambalo limezua maswali mengi miongoni mwa mashabiki wa wadau wa muziki. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kama Travis Scott, mwenye ushawishi wa dunia nzima, hajashinda Grammy, Diamond Platnumz atapataje nafasi hiyo? Hali hii imewafanya wadau wengi wa muziki duniani kuendelea kuhoji vigezo vinavyotumiwa na waandaaji wa Grammy. Je, ni kuhusu muziki wenye ubora wa kipekee, ushawishi wa kimataifa, au ni kuhusu siasa za muziki na ushawishi wa makampuni makubwa ya record? Diamond ambaye amekuwa akipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa kupitia nyimbo kama Wa Jeje, Inama na Kumasava, mara nyingi ametajwa kama mmoja wa wasanii wa Afrika wanaostahili kutambuliwa zaidi na taasisi kama Grammy. Lakini kama ilivyo kwa Travis, mafanikio yake makubwa hajatafsirika moja kwa moja kuwa ushindi wa tuzo hizo. Kwa hiyo pengine huu ni uthibitisho kuwa dunia ya muziki ina siri zake, na wakati mwingine tuzo kubwa kama Grammy hazendani moja kwa moja na ukubwa wa wasanii, bali mfumo mzima ulio nyuma pazia. Mwisho siku, Diamond Platnumz na Travis Scott wanabaki kuwa mifano hai ya wasanii wanaotawala mioyo ya mashabiki bila kuhitaji tuzo kuthibitisha ukubwa wao. Grammy au la, nguvu yao inasikika kila kona ya dunia. Mtazamo wako ni upe hapo chini, sema comment kulingana na hiki ambacho kinaendelea kuwa wasanii wa nchini Tanzania kusipoonekana kabisa kwenye tuzo za Grammy mwaka huu. Dondosha hapo chini, sema comment. Muhimu sana. Mimi ni Tom Sabaro, the king of all black men, _ the world wide world, that's my name. Lakini pia ukiniita crush dada utakoje kusea na utakoje